Naam, asante kwa kuendelea kusalia nasi, na sasa ni habari za biashara na uchumi. Serikali imeitaka wakala wa elimu na mafunzo ya uvuvi FETA kuongeza uzalishaji wa vifaranga vya samaki hadi kufikia kati ya milioni 5 na 10 kwa mwezi kutoka chini ya milioni 1 inayozalishwa sasa, ili kukidhi mahitaji ya nchi na kuchochea maendeleo ya sekta ya ukuzaji viumbe maji. Taarifa zaidi na Amani Mbando. Maelekezo ya serikali yametolewa na naibu waziri wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi Ng'wasi Kamani wakati akizindua bodi ya 3 ya ushauri ya wakala huo, ambapo amesisitiza kuwa vifaranga wanaozalishwa wanatakiwa kuwa na ubora ili kuwawezesha wafugaji kupata faida. Kuisimamia FETA ili iweze kuongeza uzalishaji wa vifaranga vya samaki kufikia hadi vifaranga kati ya milioni 5 na milioni 10 kwa mwezi. Na hii ni kwa sababu ya mahitaji makubwa tulionayo sasa na uwekezaji mkubwa ambao serikali imeendelea kuweka katika suala zima la ukuzaji wa viumbe maji katika maziwa yetu makuu na maziwa madogo. Kwamba sasa hivi tunataka kujikita si tu kwenye kuongeza idadi, lakini kuongeza ubora wa vifaranga hivi ambavyo tunazalisha. Watendaji wakuu wa wizara hiyo, naibu katibu mkuu anayeshughulikia uvuvi Profesa Mohamed Ali Sheikh na katibu mkuu Bi Agnes Mena, kwa pamoja wamesisitiza matumizi ya teknolojia katika uendelezaji wa sekta ya uvuvi kwa kuzalisha vifaranga na chakula bora. Kwa sasa tunatumia samaki wazazi ambao tunawachukua katika maziwa na katika bahari. Kama tunataka kuongeza uzalishaji, hatuwezi kwenda na trend hiyo. Ni lazima tutumie sayansi. Sayansi hii maana yake ni kupata, sio kuzalisha mbegu kwa wingi. Hii ni component moja, lakini pia ni kuzalisha mbegu bora. Uzalishaji wa samaki kupitia ukuzaji viumbe maji umeendelea kuimarika, huku wafugaji wa samaki wakiendelea kuongezeka kufikia 49,084, wa mabwawa 34,642. Tuna vizimba 1,636 na vitoteleshi 52. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa FETA Dr. Semvua Mzigani amesema ili kufikia malengo yaliyoainishwa, wakala umeanzisha mitaala mipya 12 inayoendana na mahitaji ya sekta ya uvuvi nchini. Na mtaala mmoja ni usimamizi wa bandari za uvuvi na logistics. Huu mtaala tunauanzisha kwa sababu utasaidia bandari zetu zile 2 za uvuvi zinazoanzishwa, moja ambayo ya Kilwa ambayo karibia inamalizika na ile ya Mbegani. Kwa hiyo tunataka tujiandae, tuanze kutoa wataalamu ndani kuliko kupeleka nje ambapo tutapoteza fedha za kigeni. Niruhusu niseme hili moja tu la kuhusiana na kuhamisha kituo cha FETA pale Mbegani, kukisogeza pale pembeni kidogo. Kwa hiyo tunaomba sana pamoja na mengine mengi, lakini uwezesho wa pale kwamba wajitahidi watujengee miundombinu mipya kabla hawajaendelea kuendeleza lile eneo. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Tume ya ushindani nchini FCC imewahimiza wananchi hasa vijana kuzitumia fursa zinazotolewa na tume hiyo kutoa taarifa juu ya matatizo ya kiuchumi ili FCC iweze kuchukua hatua za kurekebisha hali hiyo. Kuringe Mongi ana ripoti. Wito huo umetolewa hapa jijini Dodoma na kaimu mkurugenzi mkuu wa FCC Bi Hadija Ngasongwa wakati alipokutana na waandishi wa habari. Kuna mlaji yoyote ametokea kusema jamani, upandishwaji huu wa bei unatuathiri? Ataishia kwenye mitandao, lakini wakiungana itawasaidia kupata ile voice. Na sisi tume ya ushindani tunatoa notice kila mwezi au kila wiki 2 tukitaka watu watoe maoni kama kuna tatizo la kiuchumi. Pamoja na mambo mengine, kaimu mkurugenzi mkuu huyo wa FCC akachukua nafasi hiyo kueleza ni kwa namna gani sasa wamefanikiwa kudhibiti uingizaji wa bidhaa bandia nchini. Sisi kwa tume ya ushindani, kwa mfumo wetu tumeweza kuingia kwenye mfumo ambao unahusiana na mamlaka ya mapato, kwa maana sasa tangu mwaka jana mwezi Novemba tunaweza tukaangalia bidhaa zote zinazoingia nchini kwa kufuata ule mfumo wa TRA, na tunaweza tukaudhibiti usiweze kuzingia sokoni. Lakini Bi Hadija akaweka wazi jinsi R3 zinavyotumiwa na FCC. Haijakizi matarajio yake, anaruhusiwa kurudi dukani, na yule muuza duka anapokataa au katika huduma mbalimbali, yule muuza duka anapokataa ana uwezo wa kuja FCC
na sisi tunamwandikia barua yule mwenye duka, na hatimaye yale ambayo alikuwa anayatarajia aidha kumrudishia fedha refund ama kuifanya repair au kuireplace. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringemongi. Mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA umeiunganisha benki ya NMB kwenye mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma NeST ili kuwarahisishia watumiaji na wateja wa benki hiyo kuhakiki dhamana za benki kidigitali. Tuifuatayo ni taarifa kamili. Akizungumza wakati wa hafla ya uzinduzi wa muunganiko kati ya NMB na NeST, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya ununuzi wa umma PPRA Dennis Simba amesema mfumo huo wa kidigitali wa kuhakiki dhamana za kibenki kidigitali kupitia benki ya NMB umeanza kutumika mara baada ya kuzinduliwa, na kwamba haya ni mapinduzi makubwa katika uchumi wa nchi endelevu ukiwemo ule wa kidigitali. Na mfumo wetu huu wa NeST utaivuta dhamana hiyo moja kwa moja kutoka benki na kuwasilisha kwa taasisi nunuzi, na hatua hii itaondoa kabisa mianya ya kugushi. Kwa upande wake, afisa mtendaji mkuu wa benki ya NMB Ruthi Zaipuna amesema ushirikiano huo wa kidigitali utapunguza udanganyifu na kuleta uwazi, lakini pia utapunguza mchakato mrefu wa kuhakiki dhamana uliokuwa unawakabili wateja, wazabuni na wanunuzi, na kwamba badala ya kutumia takriban wiki moja kukamilisha, sasa itakuwa ni swala dakika chache. Kupitia huduma hii, wateja sasa wanaweza kuwasilisha dhamana za benki kimtandao kwenye NeST. Taasisi ya umma iliyotoa tenda itaweza sasa kuthibitisha dhamana ya kibenki hapo hapo kwenye kompyuta zao moja kwa moja kupitia mfumo wa NeST. Esther Mtebe, Channel 10. Na mwisho wa habari za biashara na uchumi. Esther Mtebe atakuwa hapa kwa ajili ya habari za michezo na burudani.